Huu ni mwendelezo wa taarifa kuhusiana na familia mbili za wastaafu wa serikalini ambao walikuwa wakiishi katika nyumba za wakala wa majengo Tanzania TBA jijini Arusha. Wanakumbwa na hali ya sintofahamu baada ya shirika hilo kuwafurusha kwa kutoa vitu vyao nje kwa madai ya kushindwa kulipa kodi. Familia hizo zinadai kwamba ni takriban mwezi mmoja sasa wanalala nje huku vitu vyao vikiwa vimezuiwa na mamlaka hiyo. Wapangaji hao walikuwa ni watumishi wa shirika la taifa la usagaji nafaka, na sasa wanasema vitu kama vile vitanda, televisheni, majiko vimeachwa nje ya nyumba hizo vikiendelea kuharibika. Kwa sasa hawawezi kuingia ndani katika nyumba hizo baada ya geti kufungwa. Wameomba msaada kutoka mamlaka za juu ikiwemo rais kuangalia namna gani wanavyoweza kuwasaidia. Akizungumza kwa njia ya simu, meneja wa TBA mkoa wa Arusha amesema kwamba sababu kubwa za kuwatoa wapangaji hao ni kutokana na malimbikizo ya kodi ambazo wapangaji hao wamekuwa wakikwepa kuzilipa. Kutoka hapa mkoani Arusha, mimi ni Prophet Manga na hii ni Wasafi News. Mimi ni Mrs. Felista Joshua Mtenangi. Nimekuja hapa kwa ajili ya kuangalia usalama wa vitu vyangu. Kama tulivyotolewa nje, vile vitu vyangu vimetolewa nje na mpaka leo zaidi ya mwezi mmoja. Vimenyeshewa na mvua mpaka sasa hivi havifai na vitu vya thamani. Nimekuja hapa ili waniruhusu ili niingie, nikazuiliwa nikuta wamefunga. Kuna mtu ambaye yuko humu ndani sijajua ni nani. Nikamuomba, naomba tuingie, niangalie tu usalama wa vitu vyangu, mimi sina shida nyingine. Akaniambia uruhusi kuingia. Hii ni nyumba ya serikali. Wakati sisi ndio tunaishi hapa. Sasa serikali ipi sasa? Mimi nilikuwa tunaishi hapa. Na mpaka sasa hivi vitu bado viko ndani na walikuwa wanaishi watoto wangu hapa. Sisi tulienda tu Singida mara moja, tunafanya biashara Singida. Mimi na mume wangu alikuwa amestaafu. Lakini kukaa kwetu hapa mpaka sasa hivi tulizuiliwa kulipa kodi na hata kutupa control number. Mpaka leo wamekataa kutupa control number. Na mkataba pia mume wangu alienda kwa na yule sekretari wake alienda kwa msaidizi wa mkuu wa mkoa ambaye ni Makonda. Huyo msaidizi wa mkuu wa mkoa anaitwa Mbando. Wakaenda akaongea, Mbando akawaambia TBA kwamba wapeni leteni huo mkataba wasaini, hawana shida, watalipa jinsi mnavyowadai. Wakasema sawa. Hawajatupa mkataba wala control number hawakutupa. Matokeo yake ni kwanza kutupia vitu nje. Na mimi watoto wangu walikaa nje siku hiyo, nilikata hamna haki za kibinadamu. Paka na watoto. Alikuwa mdogo wangu, mtoto wangu wa kwanza, na mdogo wangu, na mtoto wangu ambaye yuko shuleni. Yeye alikuja hapa kama likizo ya muda mfupi. Na nilikuwa na briefcase yangu ambayo nilikuwa nimeweka hela kule kwa ajili ya ada ya mtoto. Nikakuta wamevunja hiyo briefcase, iko nje na wala hela hamna. Na kuomba mama, watu wana maslahi yao binafsi, naomba utusaidie. Watu wanakuharibia, naomba utusaidie. Mimi kama mama wa familia, tunadharura kiasi gani? Tunakashifia kiasi gani? Mbona ni aibu kubwa kudhalilishwa kiasi hicho na vitu vya thamani? Vyote hamna mpaka sasa hivi. Wewe ni mama yetu. Watu wanajali kwa maslahi yao binafsi. Haya ni maslahi yao binafsi. Kwa sababu unaenda kuambia watu kule, kumbe wenyewe wanafanya maslahi yao binafsi. Nikisema namaanisha kwamba maslahi yao binafsi ni kwamba wanaenda wanafanya kazi zao. Wengine labda wamehongwa, wamefanya nini? Huwezi kujua. Lakini ni maslahi yao binafsi ndio namaanisha hivyo. Maada kabisa. Msemekani ni mpenzi wa Mungu, ilikuwa like milioni 5 ambayo iko kwenye briefcase yangu. Mpaka hata cheti cha ndoa ni hakipo. Hasa hata hivyo nyinyi wamevunja ile kwa sababu ile ina namba za simu ambayo unabonyeza unaitoa. Lakini hiyo wakavunja wenyewe wanavyojua. Hizi nyumba wenyewe hata nani hawakufanyia marekebisho yote. Zinakaa nyumba zenyewe zimechoka tu. Tunafanya marekebisho kule ndani. Vitasa nini? Mimi nilikuwa natembea na ufunguo wangu. Wakaamua kufungua mpaka kubomoa chumbani kwangu. Kitanda tu nalia wenyewe sasa hivi ndio wanafanya marekebisho, wanabomoa huko ndani, ndio ni ngazi ya kupandia kule, wanatengeneza matengenezo kupanda kwenye kitanda. Mpaka sasa hivi kuna mwezi mmoja mpaka sasa hivi vinaharibika hapo nje. Nina nguo za thamani na kitu cha thamani. Acha hata nguo, vitu vya thamani viko vingi sana. Vinaharibika. Nina vidai vya dhahabu, ambao nilikuwa navia kule ndani. Mimi nakuja mara kwa mara. Sasa nilikuwa kwa sababu nimeondoka na ufunguo, nikimaanisha kwamba na vitu vingi vya thamani. Sasa mtoto wangu akawaambia kwamba jamani, ufunguo mama na baba huwa wanaondoka nazo. Hizo funguo sasa wameondoka hizo funguo
mama anazo, mngevumilia. Mbona mjatupa hata taarifa hata kama mnajua kubomoa hapa au nini, au hata barua yoyote kwamba tunataka tufungue mundani, hamjajua taarifa. Afu mmekuja muda saa 12 jioni, mkaingia ndani, Athari kubwa. Kwanza hata mtoto wangu pia kisaikolojia wameshamnani. Mtoto wangu kulala nje mpaka asubuhi. Na ameenda polisi, hajasikilizwa. Polisi wamekataa kusikiliza mtoto wangu. Wewe umeshamharibu. Acha huyo wa kwanza. Je, huyu mdogo? Na mdogo wangu alikuwa anakaa hapa. Na kuna kijana ambaye ni wa usafi. Sasa hivi wameshamfungia na ana vitu vyake hapo. Wamekataa kumfungulia, hawezi kuvichukua. Na mimi nakuja kuangalia usalama hapa, wamekataa kunifungulia. Hiyo ni haki. Ombi langu mama, tusikilize. Mama Samia naomba tusikilize. Mama yetu naomba tusikilize. Mimi naitwa Fred William. Nimekaa hapa siku nyingi toka mwaka 2004 na huyu mama yetu. Juzi ndo amekuja wa jamaa walikuwa wanavunja silibodi, wakanikuta pale ndani nyumba ndogo. Mama huyo alinipa niwe nalala. Akasema toa vitu vyako vyote. Nikatoa vitu, nikatoa na lile shuka najifunikaga. Ile narudi hivi nikakuta wamepiga mbao pale kwenye mlango nisiingie tena. Akasema hamna mtu yote kuingia huko, akamwambia na mlinzi kwa hapo unaweka kufuli, mtu yote asiingie ndani. Sasa nikamuomba, nikamwambia naomba basi nilale hata hapo siku 2-3, naona akakataa. Sasa ndo kuna maseo analinda hapo kwenye hospitali. Waga na waomba saa 1, saa 2 ikifika nalala hapo kwa akili, saa 12 natoka naendelea kutembea kama hivi. Siku pakifika saa 1 ndo naanza kutafuta tena sehemu ya kulala. Vitu vyangu vyote viko hapo ndani. Sasa namuuliza kwa nini sasa unafanya hivyo? Anasema hatutaki tu mtu huku ndani, nyumba tunaifanyia service. Vitu vya hata nguo zenyewe ndo hizi sina nguo zingeweza kubadilisha, zote wamefungia kule ndani. Sina sehemu ya kulala kweli, naathirika hapa Uzunguni. Tumekulia hapa. Mama huyo ameniletaga nikiwa mdogo kabisa, nimesomea na shule hapa shule ya msingi Kijenge. 2004 nikiwa na miaka 7 hadi leo tumekuwa wazee hivi. Tupo na mama yetu hapa. Hao wana udanganyeni. Hawana nyumba ambao wao nyumba yao nyumba gani? Wao ndio wa nyumba gani? Mtu atolewi tu kwenye nyumba. Yaani hata kama mimi niko kwenye nyumba, siwezi kumtoa mtu kwenye nyumba. Ndani kwa sababu serikalini hatutoi hivi. Tunatoa kwa utaratibu maalum. Kwa hiyo wametolewa na dalali wa mahakama. Twins action man. Wao wamewatoa kwa sababu tumewapa kazi twins wa kuotoa hao wadaiwa sugu. Sawa? Na wamekaa kwenye nyumba za serikali. Hiyo ni nyumba sio za kwao, ni nyumba za serikali. Hawalipi kodi. Huyo mama hapa anadaiwa milioni 16. Huyo mama mwingine. Huyo baba anadaiwa milioni 26. Sasa hebu niambie waandishi wa habari, ingekuwa ni nyumba ya kwako wewe, mbona tu wewe mwenyewe, nyumba ya kwako wewe. Hivi kwa nini unataka deni la milioni 26 mwaka miaka yote wakavumelika? Kwa 2020 hawajaipa kodi yao. Kwa hiyo unaweza kuhesabu ni miaka mingapi? Na hajafanya. Na ameitwa ofisini. Mimi mwenyewe nimewafuata mara kadhaa. Huyo mama nimefuata. Baba huyo akaagi kwenye nyumba. Kwenye nyumba anasema baba mwingine huyo. Lazima kuja kwa huyo mama. Huyo baba kwenye nyumba hiyo akae, kuna watu wameweka hapo, si vijana wake, si nani amekaa mwenyewe akae, anakaa hapo. Ukimpigia simu apokee. Ukimtafuta pia ukienda pale mbele kwake ndo anakuambia baba yupo au yupo, anakuja tukana asije mara moja. Wala nisikilize vizuri. Hawakuto kama hapati control number. Wanapata control number vizuri. Na wakitaka sisi wote wasema hapa ndio wao wao maswali. CBA wakienda kutoa uthibitisho kwamba nyinyi mnapata control number, unasema sehemu husika, wanatulipa fidia. Kwa sababu unajua hapo ni kuizalisha, unachafua serikali kwa kitu unajua kama umekosea wewe. Hivi anayeuziwa nyumba ni mpangaji ambaye kule nyumba, na kwa taratibu ni mtumishi wa serikali ambaye bado yuko kwenye utumishi wa serikali. Hao wameshastaafu. Lakini mbili, hata kama angekuwa wamepewa utaratibu, wameambiwa anaweza kuuziwa, sasa anauziwa mpangaji. Mpangaji anaweza kauziwa, ni yule mpangaji anayolipa kodi, sio ambaye halipi kodi kwa sababu anataka kwenye nyumba. Kwa utaratibu wa kawaida, ukisha hapo eviction, ukishatoa mtu kwa eviction, anatakiwa kwa taratibu kwa kaida kubadilisha vitu vyake vishikwe na viuzwe ili kufikia deni la daiwa. Lakini sisi hatujafika. Tumewaambia wachukue vyombo vyao wachukue. Kwa mfano huyo mwingine akachukua vyombo vyake vingine akaviacha, akasema hivyo havitaki. Na huyo mwingine anatakiwa atoe vyombo vyake, sasa turudishe vyombo ndani, achukue vyombo vyake atoke nazo, sasa tutaweka vyombo vyao kwa sababu tumeona hawezi kutulipa. Hapa kuna milioni 16. Ukienda hapo hakuna vyombo vya milioni 16, hata ukiviuza na hata kama milioni 1 sio unapata, au milioni 2 au milioni 3 unapata. Hakuna namna ya kufidia.